niko tayari kuja kutoa ushuhuda yangu ya kiteknolojia hizi ambayo nimejaribu kuwatajia majana na majuzi. Nilikuwa pia nimefax ile affidavit, ile kiapo yangu, lakini kwa Ikulu ya Tanzania na kwa jeshi ya Tanzania, kwa Chief of Staff pamoja na DGIS, kwa mkurugenzi mkuu ya usalama ya taifa. Lakini nilitoa ile passport yangu, lakini ni jambo ambayo imeleta mshituko mkubwa miongoni mwa watu Tanzania, na imeleta kwa upande yetu ni jambo zuri, lakini pia limesababisha tumepokea taarifa na majina ya watu 4 imesafirishwa kwa sababu ya kujaribu kutufikia. Tuko na majina zao na namba zao wengine. Kwa hiyo kwa sababu za kiusalama hivi tunaweza kwa huzuni kubwa naweza nikapotea hivi kwa siku kidogo. Ni jambo inahuzunisha, lakini inabidi tufanye hivyo kwa sababu tuweze kufikia ile jambo nini tunataka. Ikitokezea muda wowote hamjakuwa mmenifikia, msikuwe na wasiwasi. Ni kwa sababu tu ya jambo itakuwa nimeipanga peke zangu, haikui jambo kwamba labda jamaa wamenifikia. Pia napenda kusisitiza kwamba tuendelee kumweka Mungu mbele kwa kila ile hatua ambayo tunachukua. Kwa kila jambo ambayo tunataka kufanya, tumtangulize Mungu na tukue tunafanya maombi sana, kwa sababu maombi ni kitu ilikuwa na nguvu sana. Hii story ya mimi kufikiwa, siko na furaha kuieleza hapa kwa upana yake kwa sababu ya kuepusha kuwatia watu hofu. Lakini kwa watu zote ambazo mko na mapenzi na jambo ambayo tunafanya, naomba kuhakikishia kwamba ni karibia kuwa haiwezekani kwa hawa watu ambazo wanatumwa kwa lengo ya kuja kunifikia mimi, kunifikia kwa hizo njia ambazo wanazitumia, kwa sababu hayo manjia ambayo wanatumia kunifikia ni manjia ambayo yamewahi kutumika kwa miaka ya 1964. Kwa dunia ya sasa hazitumiki tena hizo njia kwa kujaribu kumfikia mtu. Kwa hiyo pia tunamuweka Mwenyezi Mungu mbele, tunafanya maombi sana. Yuko mtu kaweza kujaribiwa kulipwa dola ya Amerika 10,000 kwa sababu aweze kuachia address yangu ya wapi ninaishi. Na pia wameshirikiana hawa jamani raia Tanzania, lakini wanashirikiana na raia wa Russia kufanya mauaji ya wanaharakati ambazo zinaishi nje ya nchi. So wako na majambazi zao ambayo ni raia wa Russia, na kwa huzuni sana naweza kuambia kwamba kuwalipa majasusi za Russia kuja kufanya mauaji kwa Marekani, kwa Europe, kwa wanaharakati inayotakia Tanzania, wanawalipa kwa pesa ambayo imelipwa kodi ya maskini ambaye anauza njugu, maskini ambaye anaweka kadi. Ile kodi yako inatumika kutafuta na kuweza kuwaua watu ambayo kama sisi tunaipenda kwa moyo wetu wote nchi yetu. Sasa kwa sababu tu tunataka tuhakikishe kwamba kila kodi ambayo raia ya Tanzania inalipa, tunaipeleka kodi ile kwa mipango ya maendeleo na mipango ya kusaidia raia. Tunatakiwa tuchukue hatua za haraka sana kuhakikisha Samia Suluhu Hassan pamoja na timu yake wanatoka kwenye makao matakatifu ya Ikulu na kwenye makao matakatifu ya ubunge kwa haraka vile tunaweza. Na mimi binafsi ninachukua hatua ambazo niko na ufahamu kwamba ni hatua mbaya na zinawaharibia sana mipango yao. Kwa
hiyo nisingependa kuendeleza sana kuzungumza juu ya haya mambo ya nisingependa kuzungumza sana juu ya mambo ambayo yametokezea leo ya kujaribu kunifikia, kwa sababu hayatakuwa na faida kwenu. Kuondoka kwa mtu mmoja kama mimi ambaye ni mpole na dhaifu ni bora, lakini taifa letu likuwe salama na ndugu zetu wengine wakuwe salama. Leo time ya Afrika Mashariki saa 4 asubuhi tulifanikiwa kufanya mawasiliano na Commonwealth pamoja na Secretariat yake nchini Uingereza, United Kingdom. Na tumefanya mawasiliano na Commonwealth pamoja na Secretariat ya Commonwealth kwa sababu tu ya ile mambo ambazo jana tumekubaliana kuweza kuzuia hii majamaa ambazo zinapelekwa Tanzania, Bwana Chakwera, kuzuia hii mipango zake za kufanya maelewano na kufanya upatanishi ambayo utakuwa upatanishi haramu. Tumechukua juhudi kubwa na tumepata kwa mapenzi ya Mungu jawabu ya haraka sana. Jawabu hii ilikuwa ya papo kwa papo. Sasa kama mtakuwa mnaridhika, niko na furaha kuisoma kwanza barua gani tumepelekea, na baada ya kupigia masimu tumewapigia nini imejibiwa na kuna hatua gani ambayo inakuja kufuata. Sasa kama mtakuwa mnahisi tuko na muda ya kutosha ya kuzungumza hizi mambo zote kwa jumla, niko na furaha kuwasomea hii barua ikiwa mtaniambia niendelee. Sasa tumepeleka barua leo kwa Commonwealth, lakini ukizungumza Commonwealth kama Commonwealth ni kitu kikubwa sana. Kwa lile jambo ambayo hasa sisi tunaizungumzia, unatakiwa kisheria upeleke barua yako kwa Secretariat ya Commonwealth. Tumepeleka barua kwa njia ya email na tumepeleka barua kwa njia ya maandishi pamoja na kuwafanyia mawasiliano ya simu ya moja kwa moja kupitia Secretariat ya Commonwealth kwa namba zake kwa namba ya Secretary ya Commonwealth ambayo ni +44 20 77 47 and 6500. Ikiwa inatokezea mtu peke yake anataka kuichukua na yeye kujaribu put pressure. Barua nilopeleka ni barua ambazo tumepeleka kwa niaba yetu sote. Na ndio maana nadhani ni heshima kubakia hapa kuwasomea, kwa sababu si jambo ambayo nimefanya kwa uhodari yangu ama peke zangu, ni jambo ambayo tumefanya kwa pamoja na kwa ridhaa yetu sote. Kwa hiyo si jambo ambalo linaonesha ubora ama utukufu kwa mtu mmoja. Napenda kuwasomea kama ifuatavyo. Baada ya kuweka address yetu kwamba sisi ni wa Tanzania na nikaweka address yao, barua ilikuwa inahusu kwamba ile kichwa ya habari ilikuwa inasema, napenda kutafsiri kwa Kiswahili, inasema kwamba wasiwasi wetu na mapendekezo yetu kabla ya mchakato ambayo mnahisi ni maridhiano. Inaendelea. Barua tulopeleka Commonwealth inasema hivi: mpendwa waheshimiwa, sisi ni vijana ya Tanzania. Tunawasilisha barua hii kwa heshima kubwa sana kwa Secretariat yako tukufu ya Jumuiya ya Madola. Tunapenda kufafanua kuwa hatupo na mahusiano ya chama yeyote ile ya kisiasa kwa nchi ya Tanzania. Wala sisi hatujaungana na kikundi yeyote ile yenye ya Tanzania ama kujiunga na hatuko pia na mahusiano ya madini yeyote ile ya nchi Tanzania. Sisi ni raia vijana wa kizalendo. Tunaandika kwenu kama raia wazalendo na wenye wasiwasi mkubwa ambao tumeshuhudia
na kupata mateso makubwa ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini kwetu. Ikumbukwe kwamba tarehe 29 Oktoba 2025 Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ilifanya uchaguzi yake mkubwa. Tarehe hiyo imebakia ikakuwa ni siku ambayo ndani ya vifua zetu ikakuwa ni siku ya giza zaidi na siku yenye maumivu makubwa zaidi kwenye historia ya nchi yetu. Katika siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku inayofuatia mbele zake, inaaminika kwamba raia wasiopungua 10,000 waliuawa, na huku raia nyingine wakifanyiwa mambo za ukatili mkubwa, wakikuwa wanateswa, kupigwa vibaya, kubakwa, pamoja na watu nyingine kuachiwa ulemavu isiyokuwa inaweza kupona tena kwa maisha za kidunia. Uhalifu huu ulifanyika chini ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, na pia tunayo ushahidi ya uhakika kabisa na ushahidi ilikuwa inaaminika inaweza kuthibitisha ukiukwaji mkubwa huu wa haki za binadamu na mauaji haya, ambayo peke zangu nimeambatanisha kwa heshima katika barua hii kwa ajili ya ufuatiliaji wenu kwa raha zenu. Tunafahamu kwamba Commonwealth kuna uteuzi wa hivi karibuni wa Mheshimiwa Lazarus Chakwera kuwa mjumbe maalumu ya Jumuiya ya Madola kwa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, mwenye jukumu ya kusaidia juhudi ya kufanya maridhiano na kutathmini yale mambo zilizopita nyuma. Hivi basi tunathamini sana sisi vijana ya Tanzania hii juhudi yenu Commonwealth ya kutaka kuleta maridhiano na nia yenu nzuri ya kumteua huyu mbwana. Lakini tungependa kutoa taarifa kwamba tupo na wasiwasi wetu wa dhati kabisa na wa kujenga, na wasiwasi mkubwa ambayo tuna wasiwasi kwamba huu mpango wenu wa kuleta maridhiano kupitia hii ujumbe ambayo mumeileta Tanzania haitaweza kufanikishika, kwa sababu hii tume ambayo mumeileta haitakuwa na uwezo ya kutatua ama kupatanisha hii tatizo kubwa ambayo iko kwa nchi yetu sasa hivi. Secretariat ya Commonwealth, naomba kuambia kwamba matatizo hizi makubwa ambayo iko kwa Tanzania sasa hivi ni matatizo yenye utata mkubwa, na matatizo ni mambo makubwa sana na yalikuwa na mzizi mrefu sana ya muda mingi. Hali ya sasa inatofautiana sana na migogoro ya kisiasa ya zamani, ikiwemo ile iliyokuwa imewahi kutatuliwa kwa mafanikio kwa msaada ya Commonwealth, hasa ile ya maridhiano ya Zanzibar iliyokuwa imefanyika 1999 yaliyofanikishwa na Dr. Moses Anafu, ambaye nyinyi Commonwealth mulikuwa mumempeleka kule Zanzibar. Tunabaki wenye shukurani kwa hii mambo ambazo mumetusaidia huku nyuma ya kutatua shida ya Zanzibar, ambayo ilikuwa shida ya kisiasa baina ya chama ya CCM pamoja na CUF. Hata hivyo, mazingira ambayo ipo sasa hivi Tanzania kwa sasa na migogoro hii ambayo iko Tanzania, tunapenda kuwafahamisha kwamba haya sio matatizo ya kisiasa, na wala sisi sio wanasiasa. Badala yake ni matatizo makubwa sana ambayo yaliyokuwepo kati ya mamlaka za serikali hizi majambazi pamoja na sehemu kubwa ya raia wazalendo wa Kitanzania ambayo hawako kwa chama zozote ile ya siasa. Sasa Commonwealth, hii jambo
ni tofauti kabisa na ile kesi ambayo mumeweza kuitatua Zanzibar mwaka 1999, kwa sababu matatizo ya mwanzo yalikuwa ni matatizo ya vyama mawili ya siasa. Hii matatizo sasa hivi ni yako deep zaidi, kwa sababu sio tatizo tu ya vyama mawili ya siasa. Kwa maana hiyo, tofauti hii ambayo nimewaeleza ni muhimu sana muweze kuijua, kwa sababu tu mjue ni nini hasa ikuwa inaendelea kwa Tanzania. Hali ambayo ili kutatuka kwake inahitaji mbinu tofauti, na ambayo Bwana Chakwera amekuja nayo sasa hivi ya kufika tu kwenda Maikulu, kukutana na wale majambazi ambazo ni matuhumiwa na kuwataka watu wa siasa waje. Hapana, matatizo ile kuweko sasa hivi sio matatizo baina ya vyama ya siasa. Hivyo basi, tunaomba kwa heshima kubwa Secretariat ya Commonwealth ya Jumuiya ya Madola itathmini upya njia iliyopo na kuzingatia mikakati mbadala au mifumo zaidi ambayo inaweza kukidhi kwa ufanisi zaidi hali halisi ya nchi yetu. Lakini tu sio kwa kuleta hii wajumbe. Tunaomba hii Secretariat yako ihairishe haraka iwezekanavyo mpango huu. Mheshimiwa Secretary wa Commonwealth, kwa niaba ya raia wazalendo wenye wasiwasi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, tunawasilisha kwa heshima mapendekezo ifuatayo kwa ajili ya kuzingatiwa kabla hata Bwana Chakwera hajaendelea na mazungumzo yeyote. Tunataka hizi mapendekezo zetu muzizingatie kwanza. Ya kwanza, haraka kujiuzulu mara moja kwa viongozi muhimu wafuatao. Tunapendekeza kwamba kabla Bwana Chakwera hajawasili nchi ya Tanzania, ikiwa na kweli mnataka kuondoa hizo mashida ambazo tuko nazo, tunapendekeza kujiuzulu mara moja kwa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na Inspector General ya polisi Camillus Wangoso Wembura pamoja na mkuu ya majeshi ya ulinzi Bwana Jacob John Mukunda pamoja na mkurugenzi mkuu ya usalama wa taifa, kwa sababu viongozi hawa niwataja hapo juu ni watuhumiwa wakubwa na ni watuhumiwa wakuu kabisa wa ukiukwaji mkubwa uliofanyika wa wakati wa uchaguzi, na ndio watu ambazo wamesababisha haya mauaji makubwa ambayo kwamba nyinyi Commonwealth mnataka kuja kufanya utatuzi. Tupo na ushahidi pamoja na viapo ambayo tumeambatanisha kwa ICC juu ya kwamba hawa watu ambazo nimekutajia ni watuhumiwa wakubwa ya uhalifu na mauaji ambayo imefanyika Tanzania. Namba 2, ili tu kama mnataka tukuje kufanya mazungumzo, waachiwe mara moja watu zote ambayo imeshikiliwa kwa sababu ya ugaidi na kwa sababu za kisiasa bila ya masharti yoyote ile, kwa sababu tunasisitiza hii kuachiwa huru mara moja bila ya masharti kwa wafungwa wote ya kisiasa waliopo mahabusu, kwa sababu ni hatua muhimu ya kurejesha imani ya umma, kutetea haki ya msingi pamoja na kuandaa mazingira yanayofaa kwa mipango ya maridhiano za baadaye. Na namba 3, kabla hata hamujakuja kutaka kuleta mastori ya kupatanisha, mulete wachunguzi huru ya kimataifa waje afanye uchunguzi ya wazi kabisa. Tunatoa wito kwa uchunguzi huru wa kimataifa na wachunguzi wa wazi kabisa kuhusu katili na ukiukaji mkubwa pamoja wa mauaji iliyofanyika wakati wa uchaguzi ya tarehe 29 Oktoba 2025 na baada ya hapo, na watoe majibu ya wazi juu ya nani amehusika na maiti iko wapi, na baada za hapo tupate suluhisho ya moja kwa moja juu ya huyo mjamaa husika, tujue hukumu yake nini. Tunaamini kwamba
ikiwa tu kwanza mtaweza kusimamia kuwaondoa kwa madaraka hao majamaa watatu niliwataja juu, na mulete tume ambayo itafanya uchunguzi ya wazi juu ya mauaji, tupate idadi halisi kabisa ya watu wangapi imekuwa imeuliwa, na tujue maiti zetu ziko wapi, na tujue nani na nani amehusika kwa mauaji hayo. Na mkisha hapo muachie watu zote ambayo iko kwa majela kwa sababu ya kesi ya kisiasa. Hapo ndipo tutakaribisha tume yenu ya Commonwealth, muje sasa tuanze kuzungumza nini tunataka kufanya. Serikali gani ya mpito ikae ama nini tunataka kufanya kwa ajili ya kuleta amani kwa nchi yetu. Hivi basi, ni baada tu ya masharti hayo matatu mkiwa mnaweza kuyatimiza, ndipo mchakato ya maridhiano inaweza kuendelea kufanyika baina ya Commonwealth na raia za kawaida na watu zote ambazo zimeuliwa watu zake. Sio Commonwealth na wanasiasa. Hapana. Lakini hata hivyo, tunapenda pia rasmi ni leo kuijulisha Secretariat ya Commonwealth pamoja na Mheshimiwa Dr. Lazarus Chakwera kwamba sisi kama raia wazalendo ya Tanzania tumefikia maamuzi ya pamoja ya kuandaa maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo ya nchi nzima ambayo itaanza tarehe 9 Disemba 2025. Maandamano haya ambayo tayari yamewasilishwa rasmi kwa mamlaka yote ya Tanzania kwa njia ya barua, kwa njia ya email pamoja na kuwapigia simu. Maandamano haya hayataweza kusimama mpaka pale tu matakwa yetu ambazo tayari mamlaka tumeiambia yatakapokubaliwa na kufanyiwa kazi hapo hapo. Kwa maana hiyo, tunawapa mwaliko rasmi kabisa waheshimiwa wajumbe wote wa Jumuiya ya Madola, muje muungane na sisi katika maandamano ya amani kama mshiriki wetu kwa ajili ya kuja kama kweli kabisa mko na lengo la kuleta haki. Tuletee pia wajumbe tuandamane nao kwa amani kabisa kwa ajili ya kutaka haki, demokrasia pamoja na amani. Tunathamini kwa dhati kujitoa na usaidizi yenu kwa watu wa Tanzania katika wakati huu mgumu na muhimu. Kwa heshima zetu, vijana wazalendo ya Tanzania. Hiyo ndio ilikuwa mwisho ya barua yetu.